kati ya Africans dhidi ya Simba Sports Club. Bodi ya ligi kupitia kwa afisa habari Karim Boimanda wamevunja ukimya huku wakithibitisha kuwa hawajapokea barua yoyote kutoka Yanga ambayo inaonesha kutoshiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao umepangwa kupigwa Juni 15. Taarifa zaidi tunaungana na mwanamichezo Jacob Kapaya kutoka Dar es Salaam. Yes, kwa sasa tunahesabu siku, lakini pia tunahesabu masaa, ikiwa imebaki siku 13 kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Hii leo nimefanikiwa kufika maeneo ya ofisi za bodi ya ligi, ambapo kupitia kwa afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda ameeleza namna ambavyo bodi ya ligi wanajiandaa kuelekea mchezo huo. Yeah, of course kwa mujibu wa kanuni Yanga ndo anaandaa mchezo. Yanga anaandaa mchezo kwa mujibu wa kanuni na anaendelea na maandalizi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna jambo ambalo tunaweza tukasema kwenda kubakia waendelea kujiandaa hapa ikao. Kwa hiyo kama taasisi ya Yanga mnajua kilichobaki kwa hivi sasa ushirikiano wetu sisi kwa ajili ya kuendelea na hayo maandalizi ya huo mchezo. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa na tusubiri hiyo Juni 15 wadau washuhudie dabi ya Kariakoo kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club. Kwa sababu imebaki wiki mbili, Yanga hawajatafuta bodi ya ligi kwenye ushirikiano, kwa maana kwamba tunahitaji 1 2 3. Nimeshasema Yanga ndo mwenyeji. Yanga ndo kwa mujibu wa kanuni anaandaa mchezo. Hana jambo lolote sasa hivi la kutafuta bodi ya ligi kuhusiana na huo mchezo. Kwa sababu kitu ambacho bodi ya ligi wanakifanya pamoja na TFF kwanza ni kuteua maafisa wa mchezo ambao unajua hatuwateui mapema hivyo. Tutakapokaribia mchezo watatangazwa maafisa wao kwa ajili ya kusimamia mchezo, lakini maandalizi ya mchezo ni ya Yanga kwa 100%. Wao ndo wanaoandaa mchezo na kwa sasa hivi sioni kama kuna jambo ambalo wao wanahitajika kuja bodi ya ligi kwa ajili ya kuomba msaada. Maandalizi ya 90% yanakuwa kwao, sisi tunakwenda tu kuangalia yanavyoendelea na hicho ndicho kitu ambacho kinafanyika kwa michezo mingine yote ya ligi. Siku chache zilizopita, licha ya Yanga kutoa taarifa juu ya kutoshiriki mchezo wa dabi, upande wa bodi ya ligi wamethibitisha kuwa hawajapokea barua kutoka Yanga ambayo inaonesha hawatashiriki mchezo wa dabi. Sisi hatufanye kazi kwa press release. Sisi na Yanga tunawasiliana kwa barua. Kwa hiyo kama kuna communications zote zinaendelea kati ya bodi na Yanga, ni za bodi na Yanga, na bodi haiwezi kufanya kazi kwa press release za klabu, kwa sababu klabu wenyewe wanajua kwamba official communication kati ya klabu na bodi ni barua pepe ambayo Yanga wanatuandikia barua na sisi tunawajibu, na Mungu wanatuandikia barua na sisi tunawajibu. Na siku zote hizi, hata leo kuna barua imetoka imekwenda JKT Tanzania, nyingine imetoka na Mungu imekuja bodi ya ligi. So communications inaendelea na hatuzitolei press. Mawasiliano kati ya sisi na klabu zetu, ingekuwa kila barua tunayopokea ama tunayotoa Boimanda anatoka kwenye public kusema leo tumepokea barua ya Dodoma Jiji, basi kusingekuwa na kazi nyingine inafanyika. Kwa hiyo kusupresi sijui na vitu vingine huko vinabakia tu kuwa taarifa, lakini kwa maana ya uendeshaji wa ligi, mawasiliano kati ya klabu na bodi ni barua pepe. Hawajatumia Yanga. Hatuna barua kwa maana ya barua. Barua pepe. Tunatumia nyingi tu kila siku. Kila wiki kuna barua itatoka hapa itaenda Yanga, itatoka Yanga itakuja huku, itatoka hapa itakwenda KMC, kuna barua itatoka Azamu itakuja kwetu. Kwa hiyo hizo mawasiliano hayo yapo tu mengi. Barua ya kutoshiriki mchezo Yanga hawajatumia. Barua ya kutoshiriki mchezo? Mchezo gani? Mchezo wa dabi. Hapana. Hapana. Barua kwa maana ya Yanga sisi tumetoa ratiba. Sisi tumewaandikia wao barua rasmi ya kuwaeleza kwamba kuna maboresho ya ratiba na michezo hii ilikuwa haijapangiwa tarehe, imeshapangiwa tarehe. Hiyo ndo barua yetu kuhusiana na ambayo ndani yake na taarifa ya huo mchezo. Na ndio mawasiliano yetu sisi ya mwisho kati ya sisi na wao. Kwa hiyo nadhani kuna jambo ambalo linashindwa kueleweka vema na wadau, ni kwamba huu ni mchezo wa ligi ambao uliahirishwa kwa mujibu wa kanuni na ukapangiwa tarehe. Na baada ya kupangiwa tarehe, bodi ilitoa taarifa kwa umma, lakini pia ilitoa taarifa kwa klabu zinazoshiriki huo mchezo. Hayo ndio mawasiliano official.
si ndio? Imetoa taarifa kwa umma kwa sababu inawahusu wadau wengine, lakini imetoa taarifa kwa michezo, kwa klabu, kwa maana wadau wa huo mchezo, moja kati ya wadau wa huo mchezo. Hayo ndio mawasiliano ya mwisho. Lakini mawasiliano mengine yote yanayofuata baada ya hapo ni kati ya Yanga na bodi, ni kati ya KMC na bodi, ni kati ya Azam na bodi, ama Simba na bodi. Sio mawasiliano tena ya kufanya mahojiano mimi. Yaani mimi sina cha kuzungumza kuhusiana na mawasiliano mengine yote. Wewe kitu pekee unachotakiwa kufahamu ni kwamba bodi iliwasiliana na klabu kuhusiana na maboresho ya ratiba. Na uzuri haukuwa mchezo pekee ambao ulihusika kwenye maboresho. Almost club zote ziliandikiwa barua. Zote ziliandikiwa barua kujulishwa juu ya mabadiliko kwa sababu ile ratiba ilibadilishwa. Baada ya kufanywa maboresho, klabu zote ziliandikiwa. Yeah. Yes, kutoka hapa maeneo ya Boma, Ilala, jijini Dar es Salaam. Mimi ni Spiderman Jacob Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Jacob Kapaya kutoka Dar es Salaam akitujuza kauli ya bodi ya ligi hadi hivi sasa kutokana na mchezo huu ambao kauli ya mwisho kutoka kwenye klabu ya Yanga ilikuwa ni atucheze. Baadaye wakaona itosha, wakaongezea mbele ngo. Mwanzoni ilikuwa atucheze, ikaenda wakaona hii atucheze haitoshelezi, mbele ikaongezwa ngo. Hivi ngo ni msisitizo? Nafikiri msisitizo hiyo, atucheze ngo, huo ni msisitizo. Na mpaka bendi wametengenezea sasa hivi style rap, na nimeona Kalala Junior na bendi yake ya Tukuyu anapiga atucheze ngo sio nini, na Kalala bwana kama wanafumba, wana style fulani kama mikono wanabebea hivi, atucheze ngo kama mazombi. Kama mazombi hivi. Na Kalala sigongo wazi. Kalala Yanga kutupwa. Kwa hiyo anamaanisha Kalala Junior sio kama yupo kwenye kazi, sio kama yuko kazini atuma ujumbe. Anashabikia timu ipi? Yanga Afrika. Lakini yeye ameweka katika mfumo wa ndio bendi ya kwanza kutengeneza nyimbo rap ya tucheze ngo. Sasa yeye anafahamu. Sasa yeye kwa sababu ya unaweza kusema kwenye kazi, burudani na nini. Umeona bwana. Kitu sikuta na maanisha. Wewe unafuta burudani. Kama umeniambia Kalala Yanga basi anamaanisha. Bodi wenyewe hajapokea barua. Hawahitaji kupokea barua au labda kupokea barua kwamba Yanga wacheze. Kwa hiyo maana yake bodi kwa bodi, na inawezekana kamati ya maadili inasubiri barua. Wewe asika kamati ya maadili sifanye kazi yao mpaka tarehe ipite. Unaweza kukuletea barua leo atucheze, alafu siku hiyo wakuta basi kwa spidi kubwa inaingia utafanya yani barua tuchezi si nani kasaini au barua nyingi kutoka idara ya habari. Habari yote ndio inayotoa taarifa hizo, inabidi ile chuma trabajo no debería siquiera tenerlo. Lo siento, señor jamii, habari kwa jamii kwenda kwa TFF inaandikwa na idara ya habari. Hiyo lazima isainiwe na mtendaji wa klabu. Wasiana na mtendaji wa klabu. Sawa. Ambalo ilikuwa tu mambo ya propaganda. Mechi inapigwa kama kawaida. Propaganda za hapa. Umeona bana, wewe ushamsikia kiongozi wetu wa Yanga kaitisha mkutano wa habari kusema kwamba hatuchezi. Hamna. Basi. Shughuli ipo hiyo. Sasa kwa sababu mechi inakaribia, waanze utaratibu ni ule, kwanza watoe neno ngo. Ibaki watucheze. Ili ikifika siku 2-3 tunacheza. Unajua maneno mawili hayo kuyaua ghafla magumu. Hatuchezi ngo. Walianza hatuchezi, wakaongezea ngo. Kwa sasa kwanza ngo waitoe. Kalala rep yako badilisha, baki hatuchezi, toa ngo. Ili ikifika karibia na tukio ili atucheze tunacheza, mechi inapigwa kipigwe. Kwani hapo si unabadilisha tu kauli kwamba bana kwa kuwa wametukimbia FA tuwafuate huko slogan inabadilika. Wametukimbia huko tukawafuate huko. Mechi inapigwa na slogan ipo ya kwenda wala usipate tabu kwamba wametukimbia huko FA tunawafuata huko. Ila sema yani kubaki hivi na wayumbisha mashabiki. Kuna watu wameshaanza kuulizia katika hizo siku kadhaa washapigwa sare zao za tiketi. Wananua game haipo, hela haijulikani na kokwenda. Huko sahihi. Wala isemu imeenda kufanya shughuli za kijamii au imeenda wapi. Kuna ukimya mkubwa kwa kweli katika hilo. Unachaguliwa tu mechi bana, utaangalia mechi fulani. Kwa hiyo ambayo haiendani na wewe unachokihitaji. Kwa hiyo wewe umenuzia mechi ya finali. Kwa hiyo kwa faida ya mtaangalia tamasha. Kwa faida ya mashabiki isemwe tu jamani, msikate tiketi kwa sababu lolote linaweza likatokea, au
mechi ipo, chezeni, ukateni tiketi. Lakini watu 60,000 alafu wahudumie kwa kata tiketi kwa siku moja hivi au mbili. Kwanza kwa mfumo ya kimitandao unaweza kukuta mtandao wenyewe unazidiwa, una stack, yani unashindwa kutoa hiyo huduma. Kwani wale watu walioingia siku ile hawajaingia bure wale siku ile ambao mechi tarehe 8 Machi 8. Wale unafikiri wale wangefanyia favor tiketi zao zile kama mtu anao ile. Mwenyeji alikuwa nani? Hii ilikuwa mwenyeji alikuwa Yanga. Hii mwenyeji Yanga. Ndio na hiyo ilikuwa mwenyeji Yanga. Basi waweke utaratibu mzuri. Bwana kama mtu alikuwa na ile tiketi yake ya Machi 8, hiyo itatumika kuingia kwenye hii Juni 15. Vinginevyo yalitwe mahesabu pesa imeenda wapi ile. Yaani pesa wale ambao wanatakiwa kukata kwa huduma zao wameshakata. Hiyo ibaki sasa ambao wanatakiwa apewe kama timu mwenyeji au nani imeenda wapi? Au Yanga wamechukua wamepewa gawio lao. Unajua kuna ukimya mkubwa, unajua unaozungumza wewe. Ile sifela ukimya mkubwa sana katika hilo. Mechi ile imekufa kesho mechi ujue. Watu karibu 40,000 ngapi inawezekana washakata tiketi? 30. Okay, wamechukua wengine kulingana na mamlaka zingine husika. Gawio linaenda kwa timu mwenyeji Yanga. Yanga walipewa gawio lao. Kuna sitofahamu. Hatujafahamu. Kama kupewa yoele ilienda wapi? Hatujui. Hivyo kwenye system. Wale watu waingie kwa tiketi zile waje tena. Kama kuna wapya kujaza ili kwa labda watu 30,000 au 20,000 wakati upya nafasi hizo 20,000 kujazilia ili ifike hiyo 50,000 60 idadi. Au basi zakakata tu upya wakasamee. Hela ambayo imekwisha kwenda. Mambo haiwezi kwenda hivyo bwana. Unajua hizi ni mara ngapi? Maki imekuwa ni tabia ambayo inaanza kuzoeleka. Kuna mechi ile ambayo kama mashabiki itaahirishwa mechi, vingilio vitakushakusanywa, alafu watakata tena tiketi. Hii sio mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza ndio. Kwa kuna zile zilizopotea zijulikanaje zilienda wapi. Ile mechi ambayo ilikuja kupigwa tena. Ya msimu huu kuna ule msimu 2000 na ngapi ule inaonyeshwa masaa tu. Kwa masaa iligeuzwa tu mechi ikakosekana. Watu walikuwa uwanjani wamesha. Mechi moja iliuzwa mara 2 ile. Sio mchezo. Na hii ya juzi imeuzwa ya tarehe 8. Ilishanunuliwa na mashabiki, washanunua. Umeuliza swali zuri sana. Yanga kama mwenyeji wa mchezo. Si mamlaka zingine zimepata. Zimepata. Yanga walipata gawio lao. Si ndio wenyeji? Vinginevyo angalia utaratibu wa kuwafeva wale mashabiki waliokata tiketi mechi ile na kuendeleza mahusiano mazuri na mashabiki. Na mashabiki. Sio unasumbua wasemaji kwenda kupiga nani na vispika kuita watu. Kumbe watu wakija huku thamani ya muwapi. Bana, tukiendelea na taarifa hiyo, rais wa klabu ya Rayon Sports, kwa sababu kuna taarifa kwamba Yanga tarehe 15 anakwenda Rwanda kutwanga. Ndio taarifa za vizuio vya kidijitali ambazo zinaonekana, lakini nyingi zile za kupika zile. Kama kuna barua moja nimeiona ile ile sio. Sasa tumevuka mipaka tukaenda kule Rayon Sports. Rwanda hiyo. Sasa rais wa klabu hiyo Tadeo Kasigwa amethibitisha kuialika klabu ya Yanga kwa ajili ya mchezo wa kirafiki ambao unatarajiwa kuchezwa Kigali, Rwanda. Lakini tarehe ya mchezo huo bado haijapangwa hadi sasa. Kwa hiyo hao wanaandika tarehe 15 wao ndo wanaomba bana tufanye tarehe 15. Kasigwa amesema tayari wamewasiliana na klabu ya Yanga na wakipanga tarehe ya mchezo huo watatoa taarifa rasmi. Tumsikie Kasigwa kwanza. Tumsikie. Kwa kusikilizana bado hatujaconfirm. Lakini mipango ipo. Na ni kwa ajili ya tarehe gani? Bado hatujapanga mzuri, tuko tunapanga bado hatujafikia tarehe. Na mchezo huo utakuwa ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya urafiki tu. Kwa ajili ya mechi ya kirafiki tu. Kwa huku Tanzania inatajwa kwamba ni tarehe 15 ya mwezi huu. Vipi huko kwenu? Sijue hiyo tarehe ambayo anaiweka. Lakini mipango ipo na tayari mmeshazungumza na klabu ya Yanga. Mipango ipo. Ila tarehe ndio bado haijapangwa. Kabisa. Kwa nini mmechagua kucheza na klabu ya Yanga kutoka Tanzania? Naipenda sana timu ya wananchi sana, sisi tuko timu ya wananchi. Rayon Sports ni timu ya wananchi kama ilivyo Yanga timu ya wananchi. Kabisa. Na kutakuwa kuna kitu gani kingine cha ziada ukiachana na mchezo wenyewe? Labda kuna tukio lolote kwa ajili ya klabu? Tunakuwa na vitu vingine, tunakuwa na watu wana entertainment zingine, tuko tunapanga na entertainment zingine, watu wanaimba, watu wanafanya, tutawajulisha.
kuna tukio lolote labda ni siku maalum kwa ajili ya klabu? Sawa, mimi nikutakie kila laheri. Na una neno gani kwa ajili ya mashabiki wa Yanga wa Tanzania, Rwanda na maeneo mengine? Maneno ni mengi, siwezi kuzungumza kwa simu, ni mengi sana. Ni mengi sana. Tu maneno kidogo tu. Yanga tunaipenda, ni timu ya wananchi, na sisi tuko timu ya wananchi. Hivyo. Huyo ni rais wa Rayon Sports ya Rwanda, Tadeo Kasigwa. Nafikiri tumemsikia vizuri sana. Kama umesoma vizuri Russia, kozi ya utambuzi, mechi ipo. Baya hajataka kuingia kwenye mtego. Dabi ipo. Tarehe haijulikani. Hajataka kuingia kwenye mtego. Umeelewa bwana. Kwa hiyo kama umesoma vizuri, kule Cuba wapi dabi ipo. Na ndio tunachotakiwa. Ipigwe, bingwa apatikane. Kipigwe, uchezwe. Kwa sababu kuna vilabu ambao vimeshashuka tayari. Yaani wenyewe vinafurahia timu zote zigomee mechi zote. Sasa bingwa anapatikanaje kwa mechi 28? Atakazo hapo tu. Mechi 28? Kama ikitokea kwa mfano imetokea mmecheza imebaki mechi moja. Alafu yakatokea maradhi kama vile kutoka COVID, amtakita kusanyika nini kwa muda wa miezi kadhaa, ambayo inaweza ikafanya msimu ukageuka. Msimu wa mwezi kutangaza bingwa. Mnatoa wakilishi tu, amtangazi bingwa. Kwa hiyo hii nayo tutoe wakilishi tu kwa bingwa. Mtego. Yaani kwa kuangalia wakilishi, kwa kuangalia msimamo wa kwanza nani, wa pili nani, taratibu zetu zipoje? Hivi kuna ule mwaka mmoja ule ilikuwa kamati ya muda pale Fati. Ilikuwa waende Sunali, wakapelekwa majina, alipelekwa Simba na nani na Yanga nani wamepelekwa majina pale. Ilikuwa nafasi aende JKT, ile nafikiri JKT Tanzania. Akapelekwa, ile ilikuwa ni wawakilishi. Yaani ulipelekwa wawakilishi huku ukiwa bado ligi inaendelea. Haijajua ni tamani, lakini ile michuano maalum ile kama ile kombe la TFF ilikuwa imeisha na JKT alikuwa bingwa. Lakini watu wakaona ikapelekwa watu wengine. Kwa hiyo hii kama itashindikana tutapeleka wawakilishi, bingwa hakuna msimu huu. Ndio maana yake Kiemba. Tutapeleka wawakilishi. Yaani mchezo mmoja tu tufanye tukose bingwa. Kama kanuni zilifanya mchezo usifanyike, hizo ndo zinafanya bingwa anakosekana. Bwana Ali Mpunta anasema watu wakiingia walokata tiketi cha tarehe 8 kuna watu wataumbuka. Alex ana point. Tumbuka nani tena? Wala wataumbuka. Ali Mpunta vipi? Muidini Nchimbi anasema hatuchezi. Yeye shabiki wa Yanga. Kuna mdau sijaelewa ananiambia tiketi huwa zinakufa baada ya siku 8. Hayo ndio mmoja hatima ya kiingilio. Sasa ile mechi walioambiwa ile mpaka Simba Day siku ngapi zitakuwa hizo? Sijajua zinakufaje. Sasa sikifa utaratibu ukoje? Inabaki huko inarudi kwa mtu alikata tiketi. Sitaki ni mdau alivyoeleza bado sijamuelewa vizuri. Lakini amesema tiketi zinakufa baada ya siku 8. Kwa wale ambao wataingia tamasha ya Simba Day wamepigwa. Sasa sijajua zinakufaje. Hii taarifa inabidi watoe wenyewe bwana, wataalamu bwana, wauza tiketi inabidi waseme. Yaani tuwatafute nani? Wale wauza tiketi watuambie tiketi inaweza kuwa hai kwa muda gani. Tutafute N-card. Kama ni siku moja, ni siku 8. Na maana hata wale wanani Jacob Kapaya itabidi tutafute N-card watuambie tiketi zinaweza kuwa hai kwa muda gani ikikatwa leo. Na ikifa utaratibu upoje? Bahati nzuri Kapaya wala kwa N-card washikaji zake sana. Huwa anaongea